Halo, mambo vipi? Karibu tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya PHP katika mtindo wa zoezi kama kawaida yangu, na leo tunakwenda kuangalia namna ya kutengeneza kikokotozi cha kawaida kwa kutumia PHP, yani simple calculator by using PHP. Kwa nini zoezi hili ni muhimu sana? Katika hatua hii ni kwa sababu inaturuhusu sisi kuweza kufanya tathmini binafsi kwa yale ambayo tumejifunza mwanzoni kama basics ya mambo ya msingi katika PHP. Kwa hiyo ni zoezi zuri ambalo linakuimarisha wewe kujitathmini na inakujengea ujasiri katika hatua inayofuata. Katika hatua hii, kitu cha kwanza nitakachoweza kukizingatia mimi binafsi ni kwamba nitahakikisha kwamba naweza kutengeneza vitu vitatu. Kitu cha kwanza nitakachokifanya ni kwamba natengeneza form, na hii form ndani yake nitaweza kuweka vitu vitatu. Cha kwanza itakuwa ni input, ya pili itakuwa ni select kama operator, lakini ya tatu itakuwa ni button. Kwa input humu ndani tutatengeneza input kwa ajili ya zile taarifa zetu za namba. Kwa hiyo type tuite namba. Unaweza kaweka text ukitaka, lakini name tutaweza kuipa, ya kwanza itakuwa ni first na second tutaweza kuita second. Kwa hiyo utachagua utakavyotaka wewe kupendelea. Kwa hiyo nimechagua mimi kuziita hivyo. Kwa hiyo hii ya kwanza na hii ya pili. Kwa hiyo hii ya kwanza tutaita kwamba itakuwa ni first number, na hii ya pili tutaita second number. Second number. Chini yake tutatengeneza select kama kawaida, na humu ndani tutaweza kutengeneza hizo option ambazo zitaweza kutupa hizo action zetu. Kwa hiyo ya kwanza itakuwa ni option ambayo tutaweza kuipa, tutaipa value zote, tutazipa value. Kwa hapa nitaweza kucopy na kupaste ili tusipoteze muda. Nahitaji video hiyo fupi, hatujawa verify, na titaidi ziwe ndani ya dakika 15. Tosha. Kwa hii ya kwanza tutaita select kama kawaida, na value yake tutaipa kwamba itakuwa ni tuipe nothing, kwamba hapa tutakuwa hatujachagua value yoyote. Na hii tutaita kwamba itakuwa ni add, tumia maneno mafupi, na value yake tuipe kwamba ni add. Hii tutaita minus, value yake tuite minus. Vivyo hivyo tutaita times, na hii ya value yake tutaita kwamba itakuwa ni times. Ya mwisho itakuwa ni divide, na value yake tuite divide. Kwa hiyo baada ya hapo tutakwenda kutengeneza button yetu hapa chini ya select. Tutatengeneza button yetu ambayo tutaitumia kwamba endapo tutakuwa tumebofya, click, itaweza kuturuhusu kuweza kufanya kitu kile kiweze kutokea tukio fulani. Tuite calculate. Alafu tutaanza tutaipa name. Hii name tutaipa kwamba tuita compute nadhani. Lakini pia select lazima tuipe name ambayo tutaitumia kuweza kuita ndani ya tag za PHP ambayo tuweza kuita tuite action. Lakini pia ndani ya form tutaipa method ambayo tutaitumia kama super global, ambayo tutatumia super global ambayo itakuwa ni get. Tuipe action, sio mbaya action, japokuwa sio muhimu kwa maana ya kufanya tu zoezi. Calculator .php inatosha. Baada ya hapo tunaweza tukaenda tukaangalia tukarun kuweza kuangalia kama form yetu imetokea. Sasa tukienda tukarun hapa tutaweza kuona form yetu inafanyaje, inatokea. Kwa tuna form, unaweza kutazama hapa kama kawaida, na input ya kwanza, input ya pili, na humu ndani tuna select ambazo tutapata action zetu, na hii itakuwa ni button ya kwetu. Kwa hiyo tukirudi ndani katika input yetu, nataka niweke kitu kimoja ambacho sio cha lazima lakini muhimu ili siweze kutupa errors, kwa mfano kama undefined, lakini naweka makusudi kwa maana ya kwamba pawe na namba ambazo zipo hata kama takuwa sijaandika chochote, basi pawe na value angalau ya 0.0. Baada ya kuwa tushafanya hivi, tuende kwenye hatua ya PHP ambapo tutaweza kuziita hizi ndani. Kwa hiyo tutaandika tag yetu ya PHP, na hatua ya kwanza tutaanza kuita hii button ili tukiweza kuibofya basi kitendo fulani kiweze kufanyika, na tag zote zitaingia ndani ya button. Kwa hiyo zitakuwa ndani ya button. Kwa hiyo tutaanza na if. Hapa natumia if, na ndani nitasema if is set. Is set kwenye nini? Kwenye hiyo button.
kama vote viko set katika hiyo button. Kwa nitaandika hiyo super global yetu ambayo itakuwa ni get, na ndani yake nitaweza kuweka hizo single quote, na tutaichukua hii button tutaita humo ndani. Kwa nakili na kuweza kuipachika hapo, kisha nitaweza curly bracket zangu na code zote zitakazofuata zitakaa ndani ya hizo curly bracket zetu. Kwa hatua ya kwanza kufuata, hatua ya pili ni kwamba nitaenda kuziita hizi input ndani na nitaenda kuita select. Kwa hiyo nitakuwa na taita vitu vitatu. Kwa hiyo ya kwanza taita kwanza, hii tutaipa jina input ya kwanza ambayo ni ya first number, tutaituite int1. Unaweza kaita unavyotaka wewe int1, na ndani yake nitaweza kuita select, nitaweza kuita $_get, na ndani humu nitaweka single quote. Nitaweza kucopy kwa sababu tuna vitu vitatu. Kwa hiyo hii nitacopy ya kwanza. Kwa hii ya kwanza itakuwa ni kama kawaida, lakini hii ya pili tuite int2 kwa maana ya input ya pili, na hii ya tatu tuite kwamba itakuwa ni action kwa maana ya select. Kwa hiyo hii ya kwanza tutakwenda kuita kwa ni first number. Hii first number tutaidumbukiza huko ndani, na hii ya pili itakuwa ni second number. Kwa hiyo tutaweza kuicopy, tutaipaste huko ndani, na hii ya tatu ambayo ni select tutaweza kuchukua action kama kawaida, ndio name yake. Kwa hiyo tunachukua hapo ni name, tunaziingiza ndani ya input tag. Baada ya hapo kitakachofuata ni kwamba tutakwenda kwenye if statement, kwenye condition sasa, ambapo condition tutakwenda kuangalia kama pale patakuwa action select ambayo ni action, hii action itakapokuwa imebadilika ambayo ni select, itakapokuwa imetoka kwenye value moja kwenda kwenye value nyingine, basi mabadiliko yaweze kutokea. Na mabadiliko yenyewe tunayozungumzia ni yapi? Ni kati ya hii input ya kwanza na input ya pili. Kwa hiyo kama hii element, hii action itaweza kubadilika, hii select ikawa add, basi tunataka input ya kwanza ijumlishwe na input ya pili, kwa maana ya int1 ijumlishwe na int2. Sawa, tuangalie katika uhalisia. Kwa hiyo nitasema if ndani nitakwenda kuichukua hii action na nitaicopy huko ndani. Condition ya kwanza tuseme kwamba equal to nothing, kwa sababu tulitengeneza pia ambayo ni nothing. Kwa hiyo kama hii itakuwa equal to nothing, nataka kitu fulani kiweze kutokea. Itokee nini? Kwamba hakuna action iliyochaguliwa, kwa sababu hatujachagua operators yote ambayo ni ya kimahesabu. Kwa hiyo utasema no action selected, no action selected. Na kama itakuwa kinyume chake, maana yake tutakacho kufanya ni kwamba else if, kama hii action sawa, kama hii action itakwenda kuwa sawa sawa na add, itakuwa kwenda kwa sawa sawa na add, itakuwa sawa sawa na add. Maana yake tunachotaka ni kwamba ni action hii input 1 jumlisha na input 2 ambayo itakuwa ni int1 jumlisha int2. Kwa nitaicopy na humu ndani tutatengeneza hiyo curly bracket zake. Tutasema tuta echo, tunaweza tukasema answer sawa, tunaweka hapa kutakuwa coordinate, na tutaweka hivyo kwamba jumlisha na int2 sawa. Maana yake kwamba action itakapokuwa kwamba ni sawa jumlisha add, itakuwa sawa na add, maana yake tunataka int1 jumlisha na int2. Kwa hapa tu copy na kupaste ili tusipoteze muda. Sawa. Kwa hiyo hii itakapokuja kuwa minus, tutabadilisha kwamba itakapokuja kuwa minus, maana yake int1 itoe int2, na itakapokuja kuwa times, maana yake tuta echo kwamba answer itakuwa ni int1 times int2. Na itakapokuja kuwa kwamba ni divide, action itakapokuja kuwa divide, maana yake tutasema tuta echo kwamba answer itakuwa ni int1 divide by int2. Sawa. Kwa baada ya kufanya hivyo, tunakuwa tumekamilisha ni yetu code zetu kwa ajili ya simple calculator ya PHP kwa kutumia if statement. Kwa tayari tuna add, tuna minus, tuna times na tuna divide. Twende tukaangalie kama tutakuwa na makosa, basi tutaweza kufanya hivi kurekebisha. No action selected. Kwa nini? Kwa sababu bado kwenye ile select ambayo tumeipa value ya nini, ya nothing. Tujaribu kuongeza namba. Kwa mfano 1500 50 jumlisha 1040.
tukijumlisha tutaweza kupata answer ni 1090. Kwa mfano tukisema labda 1050, 1020 toa 1050, tutatakiwa tupate minus, tunapata negative 30. Na tukisema kwa mfano 55 zidisha 44, tutapata jibu letu kama kawaida. Na tukienda kwenye kudivide tukasema kwa mfano 100,000 au 1,000,000, sema labda tugawie negative 7, tutapata negative. Kwa hiyo katika if statement hivi ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza simple calculator, na ni zoezi zuri sana. Kwa hiyo unaweza kutazama kama hivyo. Inapokuja kwenye upande wa kwa mfano wa switch ni rahisi sana, kwa sababu tutakachofanya hapa ni kwamba upande huu kwenda juu hakuna kitakachobadilika, na humu ndani kwenye echo itabaki kama kawaida. Kwa hiyo kitakachobadilika hapa itakuwa ni upande wa nini, wa switch, itakuwa ni upande wa switch. Kwa hiyo tutakachokifanya sisi tutafuta tu hii, tutafuta, na tutakachofanya kwamba tutaandika switch, kwamba itakapokuwa hiyo action ina switch basi kitendo fulani kiweze kutokea. Kwa hiyo tutachofanya humu tutadumbukiza action, tutaweka $action, sawa, na humu ndani tutaweza kuandika hizo case, ambapo tunatumia case badala ya kutumia if. Kwa hiyo tunasema case ile ya kwanza tulisema kwamba nothing, ndio. Kwa tuta echo kama kawaida, kama nothing tutasema kwamba please select an action, ndio, sawa. Kwa hiyo tulicho nacho ni kwa sasa hivi tumefanya hicho. Kwa baada ya kufanya hivyo, maana yake kesi ya kwanza ni hiyo kwamba, na baada ya hapo lazima uhakikishe unafanya una break. Sipo break itakuletea error, sawa. Hiyo ndio kesi ya kwanza. Kwa hiyo kitakachofuata hapa itakuwa ni chini ya break tutakuja na kesi nyingine, ambapo kesi itakayofuata hapa itakuwa ni kwamba tutasema labda kesi itakuwa ni add kama kawaida. Kama itakuwa case add, maana yake tunataka ya kwanza into 1 iweze kujumlisha na into 2. Kwa hiyo nilikuwa nishai copy na kuipaste, kwa hiyo nilicopy, nimehold hii hapa. Kwa hiyo tuta echo answer, sawa, ijumlishe answer hii tutakuwa ni into 1 jumlisha into 2. Kwa hiyo tutakwenda ku break, sawa, na ili tusipoteze muda tutakwenda kuicopy kama kawaida. Kwa hiyo case 1 ilikuwa ni add, tumekuja na add, hiyo ilikuwa ya add, lakini tunakwenda nyingine itakuwa ni minus, ambapo hapa tutatoa hii hapa itakuwa ni times, na hapa tutakwenda kuzidisha. Kwa answer hii tutakuwa ni kuzidisha, tuta echo kuzidisha. Na hapa pia kama itakuwa ni divide, maana yake kwamba tutakwenda ku echo kwamba answer hii tutakuwa ni hii ya kwanza into 1 divide by into 2. Kwa hiyo ukishaangalia ukishafanya hivi, maana yake tu code zetu zitakuwa zimenyoka na sidhani kama kuna makando kando. Kwa hiyo ukienda ukarun utaweza kuona code zetu zinafanya kama tulivyotarajia. Kwa hiyo hapa tuta save na tutakwenda tutarun. Code zetu bado zimenyoka. Kwa hiyo ukienda tukaandika kwa mfano 666 zidisha mara 777 au to add, itatuletea jibu hilo hapa. Lakini tukisema 666 777 ukienda uka minus utapata negative. Kwa hiyo utaona kwamba hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaandika kutaweza simple calculator kwa kutumia PHP. Ni nyepesi lakini inaturuhusu kuweza kufanya mazoezi ya msingi. Zoezi zuri ambalo unaweza kukujenga katika hatua inayofuata, lakini pia inakuonyesha kwamba ukiweza kufaulu unaona kwamba ni vitu vinavyowezekana. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa video hii inatosha.
Ni kuombe tu kwamba uweze kulike, kucomment, kushare, lakini pia kwa wale ambao umesha subscribe unaweza ukabofya notification ili ninapoweka video iweze kukufikia kwa wepesi. Lakini pia kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, ni kuombe uweze kusubscribe kwa sababu inanitia moyo na kunihamasisha kuendelea kufanya hii kazi ambayo si nyepesi, inachukua muda mrefu, lakini kitu kinachowezekana sana. Asante sana, nikushukuru na nikuombe tukutane katika video itakayofuata.